kuvamiwa na jeshi la kutoka Habash, kutoka Ethiopia, Abyssinia. Walipovamiwa mwaka ule kwa mwaka wa matembo, walikuwa wanahesabu kwamba huu ni leo ni tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka wa 4 tangu tulivamiwa na matembo. Ndio kalenda yao ilikuwa inasoma hivi. Leo ni mwaka wa 7, tarehe 8, mwezi fulani, tangu tulivamiwa na matembo. Inakwenda hivyo. Kama ambavyo tunasema leo ni tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka wa 1000 alayhi wa alihi wasallam kwa hama Maka. Kuna Madina, ni matukio tu. Hata Tanzania tungeweza kuweka kalenda yetu tukasema leo ni tarehe fulani, mwezi wa fulani, tangu tulipopata uhuru kwa mfano, au tangu tulipotawaliwa na tawala fulani, labda ya Kiarabu ama ya Kijerumani ama ya Kireno ama ya Kiingereza, kutokana na historia tunavyozisoma mbalimbali, au tangu kufa Mkwawa kwa mfano, kwa sababu Mkwawa ndio katika machifu ambaye nafikiri ndio yupo katika rasuhum, yupo ndio pale juu kabisa kwenye machifu wa Tanzania au wa Tanganyika ya zamani. Kwa hivyo ingekuwa inatajwa kalenda ikinasabishwa na matukio ama na watu wakubwa ama wafalme ama. Kwa hivyo Waislamu, leo ninayo furaha kubwa kusimama mbele yenu nikiwa ndani ya tarehe 3 mwezi wa kwanza Muharram, miongoni mwa mwezi mitukufu, mwaka wa 45 baada ya 1400 tangu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipohama Maka akahamia Madina. Waislamu, haya ni maelezo. Mwaka wa Kiislamu tunaufungua kwa mwezi mtukufu Muharram. Huu mwezi tulionao ni mwezi mtukufu, na mwaka wa Kiislamu tumeufunga kwa mwezi mtukufu, mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo tumemaliza mwaka na mwezi mtukufu na tunauanza mwaka kwa mwezi mtukufu. Ni mambo ya kuzingatia ya Waislamu, ni sehemu ya kujituliza, ni sehemu ya kutafakari. Lakini misikiti mingi itaongea hizi hutuba hizi za hijra zitaongelewa sana. Wasaturaddadu al-aya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيدهم بجنود لم تروها وجعل كلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وإسلام, aya hii ninayosoma itasomwa kwenye mimbari nyingi sana katika hutuba za leo. Itarudiwa sana aya hii. Walakinna sananzuruha nahnu fi hadha almasjid wa fi hadhihi alkhutba bi'aini salis bidiqqa. Sisi tukitaka kuiangalia aya hii tutaiangalia kwa jicho la tatu. Tutaacha jicho la kwanza, tutaacha jicho la pili, tutakwenda kwenye jicho la tatu. Tutakwenda kufukunyua yaliyomo nyuma ya aya hii kwa ndani kabisa, za ndani kabisa. Tutakwenda kupekua ndani kabisa kama tukipata muda. Aya ina habari nzito, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Aya hii watu wataizungumza, mashekhe watapita, alhamdulillah, wajazahumullahu khairal jazaa, Mungu awalipe. Lakini sisi tukitaka aya hii tutaacha namba 1, tutaacha namba 2, tutakwenda na jicho la tatu, tutaanza kufukunyua. Ngoja tu mtaona. Hadha wahid. Ile kwanza niliweke pembeni. Mabwana, mezani tunaongelea
alhijra. Alhijra, wama yudrikum malhijra. Tunaongelea tukio kubwa zito, tarikhia, ghayarati tarikhia, tukio ambalo ndugu zangu ndiyo limeubadilisha huu ulimwengu. Hili tukio la kuhama mtumi Makka kwenda Madina, kilomita 452, kilomita 452 kutoka Makka mpaka Madina. Tukio hili limeibadilisha historia ya dunia. Dunia kabla ya hapo ilikuwa na mambo yake. Baada ya tukio hili ikapatikana tarikhi mpya hii mnayoiona, dunia mnayoiona hii. Kwa nini? Kivipi? Ilikuwaje? Taalau nantaliq, njoo tuondoke pamoja katika hutuba hii insha Allah. Kwanza kabisa niweke hansadi vizuri. Tukio la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhama Makka kwenda Madina ndiyo tukio liliofanya mji wa Madina kuwa mtukufu. Dunia nzima leo tunaita miji mitukufu miwili, tuna Makka, tuna Madina. Kabla ya kuhama Mtume, Madina ilikuwa ni Tabora, ilikuwa ni Nzega, ilikuwa sijui ni Lubumbashi, ilikuwa ni wapi sijui, popote mji wote unaojua duniani haizidiani utukufu. Yani hakuna utukufu wa mji wa Tabora kwa mji labda wa Cape Town. Mji wa Tabora hauzidi utukufu mji labda wa Ankara, Uturuki. Tabora haizidi Accra. Dar es Salaam haizidi mji labda wa London. Vyote ni miji, hakuna utukufu. Na Madina ulikuwa ni mji kama Tabora, kama Dar es Salaam, kama Accra, kama London, kama Sydney, kama hisabu miji yote hivyo hivyo. Lakini baada ya hijra Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Madina umekuwa ni mji mtukufu ndani ya dunia. Miji miwili tu, Makkah wal Madina, ni miji mitukufu miwili tu dunia nzima. Madina kabla ya kuhamia Mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa hakuna kiwanja cha peponi. Kulikuwa ni sehemu yoyote sawa tu. Baada hijratika ya Rasulullah fakana ma baina baitika wal minbar rawdatan min riyadil janna. Mara tu baada ya kuhama Mtume na kufika Madina, ikabadilika kutoka kwenye chumba cha Mtume mpaka kwenye mimbari ya kutolea hutuba Mtume kama hii, katikati yake pale pakawa ni kiwanja cha peponi. Kabla hapo ilikuwa ni kiwanja kama cha kawaida. Lakini baada ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sehemu ya chumba chake Mtume na mimbari katikati yake fakana rawdatan min riyadil janna. Hiyo ni hijra. Haya ni matunda ya hijra. Haya ni matokeo ya hijra ya sada ayuha aljamu alkarim, akhi alhabib alabibi almahbub. Madina hiyo ilikuwa ukiswali swala moja ni sawa sawa na mtu aliyeswali hapa panaitwa Tabora, na mtu aliyeswali sehemu yoyote hata Nairobi, na mtu aliyeswali popote ilikuwa ni sawa ukiswali raka mbili. Lakini baada ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakana as-salatu fiha bi-alf. Madina ile ukiswali ndani ya msikiti wa Mtume swala moja, raka manne, swala moja ni sawa sawa na swala 1000. Haikuwepo kabla ya hijra. Kabla ya kuhama Mtume haikuwepo. Wayuqalu isma'u wa'u, na inasemwa ndugu zangu na wasomi na wafukunywaji wa mambo kwamba inna Ibrahima harrama Makkah wa inni haramtu al-Madina. Mtume anasema Ibrahim alayhi salam aliufanya mji wa Makka kuwa mji mtukufu. Ibrahim aliufanya Makka kuwa mji mtukufu, lakini Mtume anasema na mimi nimefanya Madina kuwa mji mtukufu. Ibrahim Makka, Mtume Madina. Na inasemekana sasa al-ard wal buqa allati dammat rasulillahi
sallallahu alayhi wasallam, hiya ashraful buqa'a fil ard. Ya latif ya latif ya latif ya latif. Kuna kauli inasema ile eneo ambalo mtume amezikwa pale Madina, lile sehemu ambalo ndio kaburi la mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa jumhur alulama, kwa wasomi wengi wanachuoni wa Kiislamu, wanasema eneo lile ndiyo ardhi tukufu kuliko zote duniani. Yani inaizidi mpaka ile ya pale ilipo Al-Kaaba, pale kwenye msikiti nini, sijui sehemu yoyote. Ardhi tukufu kuliko zote duniani ni ile sehemu aliolazwa mtumi wakati amefariki, amezikwa pale. Ile eneo lile ndiyo eneo tukufu kuliko eneo lolote, ukarir, lolote duniani. Nenda popote, hakuna sehemu tukufu kama sehemu ambayo alilazwa mtumi baada ya kuwa amefariki, na mpaka leo yuko pale. Ile eneo bwana ndiyo eneo tukufu kuliko maeneo yote, kuliko eneo lolote katika dunia hii. Haya yote yalipatikana baada ya hijra. Kabla ya hijra, Madina ilikuwa ni sehemu katika masehemu tu ya dunia, lakini na sifa hiyo. Sasa hiyo sio hutuba mabwana, hiyo sio hutuba. Taala unatahaddas anil hijra, njoo tuongeeni hijra, kuhama kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhijra hijratan mabwana, tuanzie hapa kwamba Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhu almajid خلق الإنسان ملتمس بالهجرة. خلق الإنسان والحيوانات ملتمسين بالهجرة. Hivi tatizo ni mtume kuhama? Hebu tuzungumze kidogo kuhama. Kuhama ni nini mabwana? Kwanza tukio la kuhama, masala ya kuhama ni mambo ya kibinadamu, ni mambo ya Mungu amemuumba nayo mtu. It's not an issue. It is not an issue. Sio issue hivyo kwamba kuhama ikawa bado ni jambo labda. Hapana, kuhama ni shay'un multamis bihayati al-insan, bal qiyada man inhadh al-islam, inhadh al-insan, bali kuhama ni sehemu ya maendeleo ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza akahama, lakini pia mwanadamu maisha yake yote Mungu ameyafungamanisha na kuhama. Tulikuwa kwenye matumbo ya mama yetu, tukahama, tukaja kwenye dunia hii. Tulikuwa watoto, tukahama, tukaenda kwenye kuchipuka kidogo, tukahama, tukaenda kwenye ujana, tumehama. Wengine wanakwenda hapo, tumekwenda kwenye utu uzima watu watakwenda mashehe watu watakuwa vilemu, yani mababu watakuwa sijui nini, vikongwe. Almurade, binadamu ni mtu wa kuhama. Kuhama is not an issue, man, you know. Sio issue hivyo, yani kwamba ilionekana ni jambo labda limekuja gigeni au zito. Ni jambo la kawaida kabisa, ni jambo la mwanadamu kabisa. Kuhama ndugu zangu, kullu yawme nihnu nantaqil min yawmil hadir ila yawmil qadim. Kila siku hata hapa tunahama kutoka siku tulionayo kwenda kwenye siku nyingine. Jana tulikuwa na siku nyingine, tumehama. Leo tupo kwenye siku nyingine, tutahama. Kuhama ni sehemu ya mambo ya mwanadamu, na mtu anaweza akahama kwa khiari yake ama akahama kwa kulazimishwa. Walau darasta hijratul hayawanat as-samak wal uhush wallahi la sajadta lillahi sajda. Kuhama mabwana, lau ukisoma jiografia, elimu ya wanyama, samaki, wasikia sana wanyama wa mambugani, maporini huko, kuhusu umuhimu wa kuhama, wallahi utasujudu sijida moja kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndani ya kuhama kuna habari nzito, ni jambo la, na ndio maana Mwenyezi Mungu amesema famshu, anasema qul siru fil ardh fanzuru kaifa khalaqa Allah.
Jomani, tembeeni, hameni kwenye hii dunia, muangalie jinsi Mwenyezi Mungu alivyotengeneza mambo. Imam Shafi rahmatullahi alayhi, rahmatullahi ala al-Imam Shafi, waqafa qailan, Mwenyezi Mungu amhurumie imamu wetu Imam Shafi Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahmatan wasi'a. Siku moja amesimama pahala akawa anasema maneno yenye hikma, ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min raha fad'u al-awtan waqtarib safir tajdi iwada amman tufariquhu wansab fa inna ladhidha al-aish fi an-nasab inni ra'aytu wuqufa al-ma'a yufsiduhu insala wa insala taba wa in lam yajri lam yatibe wal usdu lawla mufaraqat lawla firaqul ard mahtarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب. ما قاله إمام الشافعي رحمة الله عليه. Shairi ni refu linaongezeka huko wa shamsu na nini huko linakwenda nini. Imam Shafi anasema, Imam Shafi anasema hivi, mal maqam lidhi aqlin wa dhi adabin miraha, kubakia sehemu moja umeng'ang'ania kama pua, sio ujanja wala sio akili wala sio kwamba eti wewe ndio umefundishwa sana nidhamu, hapana. Anasema fad'a al-awtan waghtarb, watu acheni majumba yenu, acheni miji yenu mliozaliwa, acheni nchi zenu, safirini, nendeni duniani. Imam Shafi anasema nendeni duniani, usinganganie tu eneo moja. Toka shekhe, safiri. Safiru tajdu iwada amman tufariquhu, wewe safiri bana, utapata watu wote unaoacha huku. Ukisafiri utamkuta baba, utamkuta babu, utamkuta shangazi, utapata rafiki, utapata kaka, utapata watu wote unaoacha huku. Safir tajdi iwada amman tufariquhu, utawakuta huko wote. Anasema wansab fa inna alladhidha al-aish fi an-nasab, pambana. Hakika maisha mazuri kwenye mapambano. Maisha mazuri yanapatikana kwa kupambana, na kupambana sio lazima ung'ang'anie eneo moja. Pambana sehemu yote, nenda sharq wa gharib, sharq wa gharib, nenda mashariki, nenda magharibi, pambana. Fa inna alladhidha al-aish fi an-nasab, katika mapambano ndio kwenye maisha mazuri. Anasema inni ra'aytu wuqufa al-ma, mimi nimeona. Imam Shafi anasema nimeona wuqufa al-ma, maji yakitulia sehemu moja muda mwingi, yufsiduhu, yanaharibika. Maji yakikaa muda mrefu sehemu moja, dimbwi likikaa pale hivi, yufsiduhu, linaharibika, inakuwa ni maji ya kuleta maradhi, inakuwa ni matatizo. Watoto wanakatazwa msiende pale, mtaugua kifadulu nani kipindupindu sijui nini. Maji yakikaa, walakin insala taba, maji yakiwa yanatembea tembea hivi ndio yanakuwa mazuri, ndio yanakuwa matamu, ndio yanakuwa maji yenye afya, maji yenye kutembea. Wa in lam yajri lam yatibi, kama maji hayataki kutembea hayatakuwa mazuri, hata kama yana rangi gani. Maji shekhe, wote mnajua mfano, maji bila kutembea, bila kuhama, hayawi maji mazuri, hayakubaliki, haushauriwi kiafya na kidoktor. Na wala mtoto, hata mtu mkubwa ukikuta unafanya jambo hilo, watu watakung'ang'anua, watakutoa haraka, watakushangaa. Maji yakitulizana. Kwa hiyo kuhama ni jambo ambalo lipo. Qad yuhajir almaru ila man yuhibba wa hadha hasan, mtu anaweza akahama kumfuata mtu anayempenda, hakuna tatizo. Mtu anaweza kuhama kwenda kusoma mikoa ya watu, miji ya watu, nchi za watu, hakuna tatizo. Mtu anaweza kahama kwenda kutafuta maisha sehemu mbali kabisa, miji ya watu, miji ya ugenini, akahama, safi kabisa. Mtu anaweza kahama kwa ajili ya kwenda kuiona dunia, akaamua kuitembea dunia, kuikagua dunia, kuichunguza dunia, kusoma mambo ya dunia yakoje, sawa kabisa kuhama. Kwa hiyo mabwana, tunapozungumzia kuhama,
al-amru laysa al-hijra hina. Tunapozungumzia leo, tuna sharehe, tuna kumbukumbu ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu msikunje uso, hatuzungumzii kuhama tu mradi kuhama. Kuhama ni jambo safi kabisa. Wama min nabii illa waqad hajara, na hakuna mabwana nabii yoyote isipokuwa na alihama. Nabii Ibrahim alihama Iraki, akaenda Syria, akaja hapo Palestina, akaenda Makka, alimradi alihama. Musa alayhi salam alihama kutoka Masri, akabakia kwenye Sahara Sham, yatihuna 40 sana, wanahangaika na watu wake miaka 40, wanatapatapa wamepotea. Musa alihama. Sheikh Isa alayhi salam alihama miji mbalimbali pale Palestina pale. Alihama kutoka mji huu, akaenda mji huu, akaenda mji huu, akaenda mji huu, ila an hajjarahu Allahu ila samaa. Mungu akaona yasiyo mengi, akamuhamisha kabisa, kumtoa duniani akampeleka mbinguni. Alihamishwa. Isa amehamishwa Sheikh na Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhu al-majid. Kwa hiyo ya akhi al-karim, akhi al-habib al-labib al-mahbub, ndugu yangu, tunaposema leo ni tarehe 3 mwezi wa Muharram mwaka wa 45 baada ya 1400 Hijria tangu kuhama Mtume, basi ili kuhama shekhe ni jambo pana sana, na limezungumzwa na Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhu al-majid. Manabii wamehama, hakuna ma min nabii yoyote namjua alihama. Walakin hunaka hijratain, kuhama kuko kwa aina mbili. Kuna hijratul ridha wa hijratul qahr. Kuna kuhama kwa ridha yako mtu mwenyewe, na kuna kuhama kwa kulazimishwa. Na kwenye kulazimishwa kuna aina. Kwa mfano tumetoa hapa, mtu anaweza akatoka Kigoma akaenda Mwanza kwa hiari yake mwenyewe, lakini anaweza akatoka Kigoma akaenda Mwanza kwa kulazimishwa. Maisha magumu, hata fanyeje migeibuka ivuliki, dagaa hawatoki, ndizi zimekauka, maji Mwanza, ukienda visiwani, ukienda Ukerewe, ukienda hivi, ukifanya hivi na pale amelazimishwa. Yeye mwenyewe alikuwa anapenda Kigoma, lakini maisha magumu yamepelekea amefiatuka kaenda Mwanza. Kadhalika watu wengi tuko humu ndani, tumekimbia huko tulikotoka, tumehama kwa sababu ya kutafuta maisha, tumelazimika. Kuna mtu anaweza akahama kwa sababu maeneo maji yamekauka. Mtu anapenda eneo lake, lakini maji hakuna mavuno, hakuna cha kulima, hakuna cha kunini, hakuna. Anahama huyo, lakini sio kwa hiari yake, anahama kwa kulazimishwa. Kwa hiyo hijra unaweza ukahama kwa hiari yako, na hiyo tumeisema mwanzo kabisa kama ni nzuri. Watu wamehama kwenda kusoma Ulaya, wamehama watu kwenda kufanya biashara, watu wamehama kwenda kutembelea wanaowapenda, wamehama kwenda kuona dunia, kufanya utalii, watu wamehama. Hiyo ni hiari. Lakini kuna kuhama kwa kulazimishwa. Maisha yamekuwa magumu, unachukiwa sehemu, watu wanakutishia watakuua, watu wanasema watakufunga, watu wanasema watakuroga, alimradi mambo ya hovyo. Shekhe, waman yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathira wasaa. Watu wanahama. Kwa hiyo kuhama ni kutukuta na hutuba ya pili, limadha hijratu rasulillahi durusun wa ibarun wa wa'adh. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alihama kutoka kwenye nchi yake, nyumbani kwao, mahabatur ras, sehemu ambayo ndipo alipo kitovu chake kimezikwa? Kwa nini Mtume alihama kwa kupenda, am qaharan, au alihama kwa kulazimishwa? Wa in kana qahara fa ay qahara, na kama ni kulazimishwa, alilazimishwa kwa kitu gani? Mimi na wewe tunajifunza nini? Tukutane hutuba ya pili. Yaqulu tabaraka ismuhu al-majid, rabbul ardi was samaa illa tansuruhu faqad nassarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه واعلموا أن أتي من ذنب كما لا ذنب له كمن لا ذنب له توب إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والصلاة والسلام على من أرسل كمال المنة وعلى آله وصحبه الذين حبهم واتباعهم لنا جنة ومن ثم أما بعد. أيها السادة waheshimiwa waamini, tumeona hutuba yetu ya kwanza ikituambia leo tunaadhimisha hutuba ya kwanza ya mwaka mpya wa Kiislamu wa mwaka 1400 mwaka wa 45 baada ya 1400 Hijri, sawa sawa na Tamuz 21. Tamuz ni lugha za watu wa zamani. Mwezi huu wa 7 unaitwa Tamuz, mwezi wa 8 unaitwa Ab, mwezi wa 9 unaitwa Tishrin, unaitwa Ailuli, mwezi wa 11 unaitwa Tishrin, mwezi wa 10 Tishrin al-awwal, mwezi wa 12 Tishrin al-awthan, mwezi wa 12 Kanuni al-awwal, mwezi wa Januari unaitwa Kanuni thani. Ni miaka hii ndio ilikuwa inasomewa zamani wakati wakina Nuhu, wakina Ibrahim na manabii wengine, mpaka miaka baada, mpaka ulipokuja wengine wa 1100 ngapi. Hiyo ndio maneno yalivyokuwa yanatumika kwa Kisiriania, ilikuwa inatumika lugha ya Kisiriania. Kwa hiyo leo tuko katika mwezi unaitwa Ailuli, Ab, Tamuz. Sasa basi tulikuwa tunajaribu kupitia kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alihama Makka. Kuna historia nzuri na kuna sababu. Mtume hakuhama Makka kwa khiari, bali alilazimika. Je, tumesema mtu anaweza akahama kwa kukosa mali, akahamia sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta mali, kwa ukame, ama kwa kunyimwa madaraka, maheshima na nini, akaona bana isiwe tabu bana, akaondoka zake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati mambo imepamba moto mji wa Makka, watu walimuita wale washenzi wa Makka, kufaru Makka, walimuita wakamwambia, bana wewe tunakuona unahangaika sana, maisha magumu na nini, kama tatizo lako ni mali, njoo achana na mambo hayo ya Uislamu na nini, chukua mali hizi hapa. Wakamkusanyia mali nyingi sana, wakamwambia zote hizi ukiacha Uislamu, mali hizi hapa chukua, kuwa tajiri kuliko sisi wote, tuko radhi, lakini hatutaki mambo yako ya Uislamu, sisi ninataka kabisa, acha. Na kama unaona mali sio mali, unataka wanawake wazuri, wapo mabinti wazuri wasikia sana, warembo wa haja, tafuta yoyote, hata kama ukitaka 100 ngapi, sisi tutakuachia, tutakupa, utakuwa nao, utastaraha na nini, alimradi unavyotaka wewe. Wa in kunta turidu nisaa ta'ala uzawijnaka, njoo tukupe wanawake wazuri kama unataka. Mtume anaambiwa hivyo. Kama unataka utawala, unataka uwe mtawala, uwe kiongozi wetu bila katika taratibu, njoo tukupe. Kama unataka ufalme, njoo tukupe ufalme. Sisi hatutaki hayo mambo ya Uislamu, mradi tu uache Uislamu. Unataka wake, njoo tukupe. Unataka mali, njoo tukupe. Unataka ufalme, utawala, uongozi, cheo, njoo tukupe. Mtume aliambiwa hivyo, mabwana Waislamu, waheshimiwa Waislamu, aliambiwa hivyo Mtume. Kwa hiyo Mtume hakuhama kwa sababu amekosa mali. Mali aliambiwa achukue. Mtume hakuhama kwa sababu amekosa cheo, amekosa heshima, ameangushwa kwenye uchaguzi. Hapana, hakuhama kwa sababu kaangushwa kwenye uchaguzi, kwa sababu kanyimwa madaraka, wamemtengua. Hapana, hajatenguliwa. Ndio anaambiwa njoo uchukue madaraka. Wanawake njoo chukue, sio kwa sababu labda ameachana na mke wake alikuwa anampenda, au ameachana labda na nani, au apendwi mjini. La, anaambiwa njoo utapata wanawake wazuri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi limadha hagara,
ya tura wa marhaba akhwana. Kwa nini mtume alihama? Ndio maana ile aya inasema illa tansuruhu, yani kama nyie mmeshindwa kumuokoa, kumpa usalama mtume sallallahu alaihi wasallam, nyie mnafikiria mali, mnafikiria vyeo, mnafikiria wanawake, mnafikiria mambo ya dunia ya raha, kama mnafikiri hivyo ndio kumuokoa, hamjamuokoa. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, huyu ameokolewa na Mungu. Nyie uokozi wenu wa kumzuia asende Maka sio kwa kumpa mali, kwa kwenda Madina sio kwa kumpa mali, sio kwa kumpa wanawake, sio kwa kumpa cheo. Hivyo sio vitu ambavyo yuko navyo anavitaka yeye. Madha kana yurid mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa anataka nini? Hurriyat alfikr wa ta'bir. Tunachojifunza ndugu zangu, mtume alikuwa anataka uhuru. Kilichomuhamisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Makka kwenda Madina ni kutafuta uhuru, uhuru wa fikra, uhuru wa akili, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kufanya kitu ambacho wewe unaona kwako ni sawa, sio uhuru wa kushikiwa na watu. Yani watu wakupe ufalme alafu ndio ukae uache jambo lako kwa ajili ya ufalme, uache jambo lako ambalo unaliamini liko sawa kwa ajili ya cheo, kwa ajili ya mali, kwa ajili ya mwanamke, kwa ajili ya mwanaume. Uache jambo lako. Watu wanasilimu siku hizi tunawasikia, bwana bwana amehamia kwenye dini nyingine kwa sababu anaenda kuoa mwanamke. Yani unaenda kuoa mwanamke kwa kusilimu? Nani? Kwa kubadilisha dini? Au sijui ni nini? Yani ni vitu, yani unafuata kitu, unaacha uhuru wako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika jambo kama hili aliona kwamba mali, wanawake na vyeo bado havitoshi. Badala yake uhuru wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, uhuru wa kuambia watu qulu la ilaha illa Allah, semeni bila kumlazimisha mtu. Yani uhuru hapo unazungumziwa mtu awe na hiari mwenyewe kuingia kwenye Uislamu, asilazimishwe, na mtu awe na hiari kutoka kwenye Uislamu, asilazimishwe. Kwa nini mnataka kumtoa kwa mali? Unataka kumtoa kwa sababu ya utajiri? Unataka kumtoa kwa sababu ya vyeo? Unataka kumtoa kwa ajili ya wanawake, kwa ajili ya mapenzi, kwa ajili ya vitu gani? Hapana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alihama kwa sababu ya kutafuta uhuru. Hutuba hii ni ndefu Waislamu. Wiki ijayo tukijaliwa tutaanzia hapo insha Allah. Na kuna sahaba nilikuwa nataka niwaibie siri. Mzee mmoja alikuwa mgonjwa sana wakati mtume anahama sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anaitwa Damrah bin Jundab. Damrah bin Jundab, huyu Damrah bin Jundab ana habari nzito. Alikuwa tajiri, alikuwa mtu mwenye uwezo, mtu mwenye heshima, mfanya biashara mkubwa. Lakini walipokuwa mtume anahama wakamwambia, bana wewe usihame kwa sababu wewe unaonekana ni mzee sana na ni mgonjwa. Akasema mimi ni tajiri, mimi nina uwezo wa kutumia mali yangu nikabebwa mpaka Madina. Kweli basi wakawaambia vijana wake, wakaandaa mazingira ya usafiri wake. Huyu mzee Damrah bin Jundab akabebwa kwa mali zake, watu wakambeba, yani wanambeba kwa gharama, kwa kulipia. Alipobebwa huyu mzee kilomita 7 kutoka Maka msikitini pale, kilomita 7, kuna sehemu inaitwa Tan'im. Alipofika pale huyu mzee alifariki. Alipofariki akazikwa kwenye kaburi mlipo pale. Mpaka sasa hivi watu wanakwenda kulitembelea. Limejengiwa hivi kama uzio hivi. Yale inaitwa maqbaratul muhajirin, makaburi ya watu waliohama kwa ajili ya Mungu. Huyu mzee ana historia ndefu nzuri sana, very interesting. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Wiki ijayo usikose habari za Jundab, man Damrah bin Jundab am Damrah bin Ais bin Zimbaq, na kwa nini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alihama, na uhuru gani mtume aliyokuwa anautaka mpaka akahamia Madina. Kwa nini mimi na wewe hatujifunzi uhuru katika hijra ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Uhuru wa kifikra, sio uhuru wa nini, uhuru wa kimawazo, uhuru wa mtu kujieleza, uhuru wa mtu kusema anachotamani, anachotaka. La ikraha fi din. Haya mambo majumbani hayapo,
kwenye nchi zetu hizi hayapo, kwenye maeneo yetu tunaishi hamna. Yani ni uhuru unazungumzwa wa mtu anavyotaka yeye. Mtu kisikia bana anataka watu wawe huru, ni uhuru anaotaka yeye, sio uhuru wa wewe kificho chako. Ndio maana watu wengine wamekimbia manchi yao, wamekimbia mikoa yao, kwa sababu wanapewa uhuru wa masharti, uhuru wa mtu anavyotaka yeye, ndio anasema uhuru. Haya yote ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama yalipelekea akahama. Tena alipofika mbele kidogo kwenye mlima fulani alisema, innaki la ardhin ahabbu ilayya, wewe Maka nakupenda sana, wewe ni ardhi na mtukufu sana. La walaula ahli akhrajuni minka lama kharajtu, kama sio mimi kutolewa hapo nisingetoka. Mtume alitoka Maka huko anaipenda, lakini kwa ajili ya uhuru, huriyatu tafkiri wa ta'bir, walaysa huriyatu al-ibadiyya faqat, bal at-tafkiri wa ta'bir. Wiki ijayo inshallah tutakutana katika yanayojiri kuhusu hijra. Wama yudrikum mal hijra, usikum bisalati ala sahibi tajul miraj, faqad amara Allah subhanahu inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا إنا نسألك إيمانا مستقيما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.